naitwa Mwanjia Hassan Gangambe, ni mtafiti kutoka Taasisi ya Utafiti Tanzania, kituo cha Ukiriguru. TARI Ukiriguru tuko kwenye maonyesho ya 8 kwa mwaka 2026 ya Morogoro. Sisi kama Taasisi ya Utafiti Tanzania tuna jukumu la kufanya tafiti mbalimbali, na kwa kituo cha Ukiriguru tuna mamlaka ya kufanya tafiti ya mazao mawili, pamba pamoja na mazao ya mizizi. Mazao ya mizizi ni mazao kama miogo pamoja na viazi. Tukianza na zao la pamba, kwa pamba sisi kama Ukiriguru tumefanikiwa kugundua aina 5 za mbegu bora, lakini tuna mbegu moja ambayo inaitwa UKM 08. Hii mbegu ya UKM 08 ni mbegu ambayo ina mavuno ya kutosha, inavumilia magonjwa, lakini pia inalimwa nchi nzima kwa mikoa ambayo inalima zao la pamba. Kwa hiyo kwetu sisi mafanikio. Lakini pia kupitia kitengo cha pamba tumeweza kugundua ama tumeweza kufanya tafiti mbalimbali zinazohusiana na magonjwa pamoja na wadudu ambazo ni mbinu husishi. Kama tunavyofahamu sasa hivi kuna wakulima wengi wanatumia viuatilifu kwa muda mrefu, kwa hiyo vinapelekea mmea mdudu kutengeneza usugu na zile dawa kutofanya vizuri. Lakini tumefanya tafiti mbalimbali ambazo ni husishi, yani tunatumia njia zaidi ya moja kwenye magonjwa pamoja na kudu. Lakini pia tukiangazia kwenye mazao ya mizizi, tunafanya tafiti mbalimbali zinazohusiana na mifumo ya mbegu kwenye mihogo pamoja na viazi vitamu. Na katika mazao ya mizizi pia, kwa upande wa mihogo, kuanzia mwaka 2005 tumeweza kugundua takribani aina 27 za mbegu bora ambazo mkulima akipanda anapata tija. Na kwa miaka sasa hivi tuna mbegu ambayo inaitwa Taricus 4 ambayo iko kwa wakulima na inapendwa, lakini pia tuna Taricus 6 na Taricus 7, lakini Taricus 4 inapendwa na iko kwa wakulima. Lakini ukiacha kugundua hizo mbegu ambazo zinaongeza kipato na tija kwa wakulima, tumeweza kuimarisha mifumo ya mbegu ya mazao ya mizizi, kwa sababu mazao ya mizizi ilikuwa haina mifumo rasmi ya mbegu. Unakuta mkulima akitaka mahindi atapata kwenye duka la pembejeo kwenye agrovet, lakini akitaka mbegu ya muhogo hawezi kuipata. Kwa hiyo tumeweza kuanzisha chama cha wazalishaji wa mbegu kanda ya Ziwa cha mihogo pamoja na viazi. Kwa hiyo sisi kwetu ni mafanikio. Ukiangazia kwenye viazi vitamu pia tumeweza kugundua takribani aina 20 za mbegu za viazi vitamu, na katika mbegu hizo kuna aina zaidi ya aina 10 ya mbegu ya viazi lishe ambavyo tunaita viazi lishe ama viazi karoti. Hivi ni viazi ambavyo vina beta carotene, vina vitamini A ya kutosha ambayo ina umuhimu kwa mwili wa binadamu, inaongeza kinga ya mwili, lakini pia inaimarisha uono. Kwa hiyo kwetu sisi ni maendeleo. Kwa hiyo tumeweza kusuluhisha tatizo la utapiamlo. Lakini kwa viazi vitamu pia wakulima walikuwa na mbegu zao, lakini mbegu zao zilikuwa hazijaboreshwa. Kwa hiyo tumeweza kuboresha takribani aina 8 za mbegu za wakulima na zikawa bora, na tukazisaminisha kupitia mfumo wa TOSCI, taasisi yenye mamlaka ya kuthibitisha mbegu Tanzania. Tuna mbegu kama Ukelewe na Polista. Mbegu ya Ukelewe ni mbegu ya watu wa Ukelewe walikuwa wanaitumia, lakini ilikuwa sio bora. Kwa hiyo sisi tumeiboresha na tumeithibitisha. Lakini ukiacha hizi tafiti ambazo tunafanya, tunamshauri mkulima apate kanuni bora za kilimo, atumie teknolojia ambazo tumezigundua. Mwisho wa siku mkulima anavuna kwa tija, anapata zaidi, lakini unaweza kukuta soko ni changamoto. Sasa ili kutambua masoko, pia tumeweza kuwafundisha wakulima wetu teknolojia mbalimbali za kuongeza thamani katika mazao ambayo tunayafanyia ugunduzi na utafiti.